وإمام المرسلين نحمده ونستعينه ونستغفره ونهديه ونعوذ بالله تعالى من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله سيد الخلائق والبشر اللهم صل وسلم وبارك على هذا النبي الأمين وعلى آله وأصحابه الطيبين الطاهرين أما بعد. Watukufu wa Kiislamu, baada ya kumshukuru Allah jalla jalaluhu na kuzitaka rehema na amani zimwendee bwana mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ikiwa bado tunaendelea na silsila ya darasa zetu, kama kawaida tunaingia katika tafsiri ya ndoto. Darasa hizi zitakuwa zinaendelea kila siku katika YouTube yangu channel, na tunamwomba Allah ajalie watu wazidi kufuatilia darasa hizi, na ukipata klipu hii basi share kwa mwenzako, share kwa ndugu yako Muislamu, ili na yeye apate kunufaika na apate faida kubwa sana kupata elimu inayohusu ndoto zetu za Kiislamu. Sasa leo kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala nitakupa tafsiri ya ndoto hii kwamba ukiona we mwenyewe unaota ndoto kwamba unamsalimia mtu mzima, kisha mtu mzima yule humjui, lakini mbona kama kuna mzee nimemsalimia hali ya kuwa simjui. Nini tafsiri ya ndoto hiyo? Nini maana ya ndoto hiyo? Kwamba wewe umelala usiku ukaota ndoto kwamba una mzee fulani unamsalimia, lakini ule mzee unamsalimia humjui. Yani unamsalimia mtu katika ndoto ambaye humjui. Nini tafsiri hiyo? Nini tafsiri yake? Tumsikilize mwenye kitabu anasemaje hapa. Mimi nakutafsirieni katika lugha ya Kiswahili. Kitabu hichi ni Kiarabu kitupu. Kama mnavyokiona, kitabu ni Kiarabu kitupu. Sasa mimi naleta katika lugha ya Kiswahili. Sasa ukiona ndoto kama ukijiona kama unaota ndoto kama wewe unamsalimia mtu mzima, unamsalimia mzee, na yule mzee unamsalimia humjui anatoka wapi, wala humjui anaishi wapi, wala humjui ni nani, lakini umeota tu kwamba leo nimeota ndoto kama nimemsalimia mtu mzima, nimemsalimia mzee. Sawa, tafsiri yake ni nini? Sikiliza, anasema waman raa kaannahu sallama ala shaykhun la ya'rifuhu fa inna dhalika amanun min adhabillahi azza wa jalla. Anasema waman raa, na mtu atakayeota ndoto kaannahu sallama ala shaykhun, akiota ndoto kwamba anamsalimia mtu mzima. Shaykhun hapa ni mzee, imetafsiriwa kwa mtu. Waman raa, na mtu akiota ndoto kaannahu yusallimu ala shaykhun, kama vile anamsalimia shekhe, anamsalimia mtu mzima, mzee. Ukiota ndoto hiyo kama unamsalimia mzee, kisha mzee huyo la yaarifu, ukawa humjui, yani umeota ndoto tu kama unamsalimia mtu mzima, mzee fulani, lakini humjui yule mzee. Nini maana yake? Anasema fa inna dhalika, hakika ndoto hiyo maana yake amanun, mtu huyo atapata amani, min adhabillahi azza wa jalla, kutokana na adhabu za Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu atakapoota ndoto kwamba anamsalimia mtu mzima, kisha yule mzee la yaarifu, akawa hamjui, basi fa inna dhalika amanu min adhabillahi azza wa jalla, hakika jambo hilo maana yake mtu huyo atapata amani na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa mtu yote atakapoota ndoto kwamba anaota ndoto kwamba anamsalimia mzee, anamsalimia shekhe fulani, mzee fulani, kisha yule mzee anamsalimia hamjui, basi tafsiri ya ndoto hiyo maana yake kwamba mtu huyo atapata amani na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Kwa inshallah kuanzia leo ukiota ndoto kama hiyo, tambua kama wewe umepata amani na adhabu za Allah subhanahu wa ta'ala. Na kama hujajiunga na grupu langu la WhatsApp, basi nitumie SMS kwa namba zangu za WhatsApp ili nikuunge katika grupu upate faida kubwa kama hizi. Namba zangu za WhatsApp ni 0777 799359. WhatsApp namba ni 0777 799359. Ujiunge katika grupu langu la WhatsApp ili upate faida kubwa kama hizi kwa uwezo wa Allah subhanahu wa ta'ala. Tukutane katika vipindi vinavyokuja mbele. Wassalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh.